Mimi ni overseer Paul Maitha ambaye ni mwangalizi wa makanisa ya PEFA katika wilaya ambayo tunaita Malindi Kusini katika jimbo la Kilifi. Leo tuko hapa Rabuko Sokoke Comprehensive School tukiwa tunaadhimisha kwanza kunayo siku ya mazingira, na tukiwa hapa tumekuja pamoja na wakina mama ikiwa katika PEFA organization. Juma hili la kwanza la mwezi wa June huwa ni juma la wakina mama kote nchini katika shirika letu la PEFA. So katika programs za mama, sehemu ambayo leo imetufanya tuko hapa shule ni upandaji wa miti, na jambo hili tumeweza kulizingatia sana kwa sababu miti ni uhai. Miti ni jambo ambalo huleta hewa nzuri. Kwa jumla tunapochunga mazingira tunaweka mazingira yetu kuwa vizuri. Na pili, tuko hapa ni shule, tunataka kuweka pia kama mafunzo hata kwa wanafunzi wetu wa shule hii kanuni ya kupanda miti. Watu wazima tunapopanda miti, watoto pia tunawafunza kupanda miti. Kama kila mtoto katika shule ataweza kupanda miti mmoja miwili kila mwezi, kila wiki miti inapandwa, mazingira yatakuwa vizuri. Na hapa tukiwa karibu na Rabuko Sokoke Forest pia tunawapatia mafunzo kwamba kama tunavyoona msitu uko tu hapa karibu, vile vile tunataka wanafunzi wetu pamoja na jamii ya Rabuko tuweze kuweka msingi huo wa kuchunga mazingira. Hasa zaidi sana tuepuke jangwa, kwa sababu tunajua hatari ya jangwa, na tungetaka kwamba maeneo haya na hata Kenya kwa pamoja, basi tunasema kwamba tupande miti na tuweze kufukuza kabisa jangwa. Naitwa Bishop Ronald Zumbe, ni Deputy Bishop wa Kilifi Region katika makanisa ya PEFA, na leo tuko hapa katika kuadhimisha upanzi wa miti. Ni siku ya mazingira leo. Ujumbe wetu katika Kilifi County nzima ni hii ya kwamba mti ni muhimu, miti ni muhimu, na miti ni uhai kwa wanadamu. Ujumbe wetu unasema ya kwamba kila mtu apande mti ili kuhifadhi mazingira, kwa sababu mazingira yetu yameharibika kwa kukata miti kutengeneza sehemu mbalimbali, vitu mbalimbali, lakini ni kwamba tukapata kuhifadhi mazingira kwa njia ya kupanda miti, kila mtu katika boma lake, kila mahali. Kwa majina naitwa Reverend Margaret Kolani Karani, Director Women Ministry, PEFA Malindi South and also PEFA Kilifi Region. Siku ya leo tumekuja mahali hapa tukijua kwamba ni siku ya kuadhimisha upanzi wa miti katika juma hili, juma la wamama, mwezi wa 6 kila mwaka. Juma la kwanza huwa tuna shughuli mbalimbali, na siku ya leo tumekuja kupanda miti ili kuyahifadhi mazingira. Miti inapopandwa, kwa jambo la kwanza, mazingira huwa yanavutia na upata pia vivuli, mahali pa kuweza kupunga unyunyu labda baada ya shughuli nyingi. Kwa hivyo tunaona ya kwamba shughuli hii ya upanzi wa miti ni muhimu maishani mwanadamu. Licha ya kwamba tupata hewa safi, hata ndege wangani pia hupata mahali viota kuweza kupumzika. Kwa hivyo tunahimiza ya kwamba Kilifi yote tuwe na akili zetu ziweze kujua umuhimu wa miti, na hatupandi tu hivi leo kwamba tuadhimisha, lakini siku baada nyingine naweza kuwa na matangi ya kuweza kuvuna maji, mbali na yale ya kuoshea vyombo. Unapovuna maji hayo husaidia kuifanya miti kwamba ikue. Na hatukuja kupanda tu for the sake, tumekuja kupanda ili kwamba miti hii idumu. Mahali hapa tukiwa hapa Rabuko Sokoke tunapanda miti ya kudumu ili iweze kuwa manufaa kwa binadamu na iweze kusaidia hata siku zote. Kwa majina naitwa Besi Chinyavu Jilani, nikiwa ni mwalimu mkuu wa Rabuko Sokoke. Leo tuko na furaha ikiwa ni wiki ya PEFA, wiki ya wamama,
na leo haswa ikiwa ni siku ya mazingira, wamama wametutunikia, wameleta miti zaidi ya 600 na yote tumeipanda katika shule hii. Basi tunajivunia kwa ajili ya hiyo, maana inamaanisha tutakuwa katika mazingira mazuri, watoto wetu watakuwa katika mazingira mazuri, na jamii yote ya Arabuko Sokoke itakuwa imetulia katika mazingira mazuri. Sisi tukiwa kando ya msitu Arabuko Sokoke tunajivunia sana, kwa sababu katika Kilifi County sisi tukiwa shule ambayo iko kando ya msitu kabisa, tuko kama role models katika kutunza mazingira. Miti 600 kuipanda kwa siku moja si kitu cha kawaida vile, lakini tumeibeba na uzito, especially kwa mama wa PEFA kututunukia kuja kuipanda miti hiyo kwa shule hii ya Arabuko Sokoke. Pengine nipeane mwito kwa wengine pia, miti hii ama upanzi wa miti isiwe ni hapa peke yake, hata manyumbani tuwe na azma ya kupanda miti kila wakati, ili tuishi katika mazingira mazuri, na pia tuwe tunafuatilia agenda ya rais wetu ya kupanda miti, nasi tutakaa vizuri na tutaishi katika mazingira mazuri. Asante. Grace Mramba from Angaza Young Moms. Nimefurahia siku ya leo ikiwa ni Environmental Day. Tumekuja mahali hapa ambapo ni Arabuko. Tumekuja kupanda miti. Tumepokea wito kutoka PEFA Women Ministry Malindi South ambao walitualika leo, ambao walikuwa na hii program ya kupanda miti na pia feeding the community. Imekuwa program nzuri kwetu, na ningependa niseme kuwa watu wote wa Kilifi County isikuwe ni leo tu peke yake tunapanda miti. Kila siku kila mtu ana kila jukumu la kuwa akaweze kupanda mti ili mazingira yetu yakaweze kuwa safi. Tunapopanda miti tunapata hewa safi, na pia inaweza kutusaidia tukaweze kupata mvua, ambao kwetu pia tukipanda hata mimea inakuwa vizuri na tunakuwa na afya njema. Nimefurahia sana kuona siku ya leo. Angaza Young Moms hii ni shirika ambayo tuko hapa Gede, ambayo tunadeal na mambo ya teenage pregnancy sana, na pia we deal with child protection. Tumefurahia sana, tunasema Mungu awabariki, na tusichoke kupanda miti, tuendelee kupanda miti kila siku. It is with great joy and great gratitude that I stand before you today on this remarkable occasion, the PEFA Women's Day tree planting event here at Arabuko Sokoke Comprehensive School. Allow me first and foremost to acknowledge and honor our chief guest, Bishop Ronald Zumbe, the Deputy Regional Bishop of PEFA Kilifi Region, for gracious accepting our invitation and gracing this important district event with his presence. Bishop, your presence today affirms the strength of unity, oversight, and spiritual support. We enjoy under your leadership. We feel deeply honored and uplifted. I also want to recognize and appreciate the leadership and commitment of our PEFA Women's Ministry, together with the Angaza Moms organization, both at the district and local levels. Today's event is not only a reflection of your zeal for ministry, but also your deep concern for the environment, the future generation, and the welfare of our communities. The act of planting trees is a spiritual, social, and environmental responsibility. In Genesis chapter 2 verse 15, we are reminded that man was placed in the Garden of Eden to work on it and take care of it. Today, you have taken that divine mandate seriously by being good stewards of God's creation. Our gathering here at Arabuko Sokoke Comprehensive School is significant. This region borders one of the richest natural forests in Kenya, Arabuko Sokoke Forest, a natural treasure. A national treasure. By planting trees today, we are not only enhancing this school's environment, but also adding our voices and actions to the national and global efforts against climate change, deforestation, and environmental
degradation. To our PEFA women, you are not only nurturers in your homes and churches, you are now becoming nurturers of the land. A tree planted today will offer shade, oxygen, fruit, and beauty for years to come. You are sowing into the future. To our young people and students, I encourage you to see these trees not just as plants, but as symbols of life, hope, and responsibility. Take care of them. Let them remind you daily that small acts of care can lead to great impact. As a church, we are committed to holistic ministry. We believe in spiritual transformation, social responsibility, and environmental stewardship. Today's event speaks powerfully to that mission. I urge other ministries within the church, men, youth, and children, to follow this wonderful example set by the women. Let me also take this opportunity to appreciate the administration of Arabuko Sokoke Comprehensive School for allowing us to hold this event here and for partnering with us in making a difference. May this partnership grow stronger as we engage in more community impact projects. In conclusion, let this tree planting be more than a symbolic act. Let it be a commitment to care for creation, to leave a better earth for future generations, and to glorify God through everything we do. May God bless the PEFA Women Ministry, this school, our chief guest Bishop Zumbe, and each one of us, of you present here today. Thank you, and God bless you all.